Naam, habari za wakati huu na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kuhabarishe yale ambayo yanaendelea nchini Tanzania siku ya leo. Hatimaye Tundu Antipas Lissu ameweza kushindwa kubaki kimya na hatimaye amezungumza akiwa gerezani. Hii ni baada ya kesi yake inayomkabili ya uhaini kuweza kuahirishwa kwa muda ambao si wa kawaida na muda ambao sasa hivi umeweza kumsumbua sana. Hata hivyo, kesi hii ya Tundu Lissu imeweza kumaliza takriban mwezi mmoja na sasa hivi inaingia mwezi wa pili tangu mwisho iweze kuahirishwa na Mahakama Kuu ya Dar es Salaam pamoja na serikali na mamlaka ya Tanzania. Vile sasa Tundu Lissu ameshindwa kubaki kimya na ameweza kuandika barua kali sana na akaituma katika Mahakama Kuu ya Dar es Salaam. Mtazamaji, bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele kabla ni kuonyeshe barua hii ya Tundu Lissu, na pia tuweze kuzungumzia suala hili la kesi hii ya Tundu Lissu kuahirishwa kwa muda ambao si wa kawaida, muda mrefu sana ambao umemaliza takriban siku 30 sasa hivi. Unaohusu kesi ya muda mrefu ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu umezidi kupamba moto leo baada ya kuwepo kwa taarifa mpya kutoka gerezani ambazo ameiandikia rasmi Mahakama Kuu kutaka ufafanuzi wa ni lini kesi yake itaendelea tena kusikilizwa baada ya kuahirishwa zaidi ya mwezi mmoja uliopita. Tundu Lissu binafsi ndiye aliyeweza kuandika barua hii kali sana na akaweza kuituma katika mahakama hiyo. Maendeleo haya yameibua mjadala wa umma kuhusu uwazi wa uwajibikaji ndani ya mchakato wa mahakama ya Tanzania, wakiweza kuibua maswali: je, mahakama inaendeshwa kisiasa au je, mahakama ina upendeleo? Suala ambalo limedumu kwa miaka mingi, huku mabishano ya Tundu Lissu leo yakizidi kuvutia hisia za kitaifa na kimataifa. Kwa mujibu wa taarifa hizo ambazo ziliweza kusambazwa na Jambo TV Online Tanzania, Tundu Lissu aliandika na kuwasilisha barua hiyo katika masjala ndogo ya Mahakama Kuu kanda ya Dar es Salaam na kuibua swali rahisi lakini la maana sana, akiuliza je, ni lini kesi yake itaendelea baada ya kuahirishwa. Katika barua hiyo ya Tundu Lissu ambaye amechagua kujiwakilisha mwenyewe kama wakili wake binafsi, alionyesha wasiwasi wake mkubwa kwamba pamoja na madai ya upande wa mashtaka kuwa wana mashahidi na ushahidi tayari, kesi hiyo yake ya uhaini imekaa pale pale kwa muda mrefu isivyo kawaida na mpaka sasa mwaka umeweza kukamilika. Mkurugenzi wa masuala ya sheria na haki za binadamu wa Chadema, wakili Gaston Shundo Garubindi, alifafanua hali hiyo ya barua ya Tundu Lissu na kuweza kuahirishwa na kucheleweshwa kwa kesi yake, akionyesha kuwa Tundu Lissu alitarajia ratiba mpya kusikilizwa itolewe mara moja baada ya ile ya awali kutokamilika. Alisitiza kuwa ukimya kutoka kwa Mahakama Kuu Dar es Salaam umekuwa sio tu kwamba haukutarajiwa, bali pia unasumbua sana kutokana na uzito wa mashtaka yanayohusika na Tundu Lissu. Wakili huyo wa Chadema Garubindi alieleza kuwa wakati mahakama inakaribia mapumziko yake ya mwaka mzima, mwaka wa 2025 kuelekea mwaka 2026, muda huo haupaswi kutumika kama sababu ya kuchelewesha kesi katika suala la ukubwa huo wa kesi ya uhaini ya Tundu Lissu. Alisitiza kwamba mapumziko ya mahakama hayakatishi kesi zinazoendelea moja kwa moja, hasa zile zinazogusa haki za kimsingi, maslahi ya taifa na wajibu wa kikatiba. Kwa waangalizi wengi, kucheleweshwa kwa muda mrefu kwa kesi ya Tundu Lissu kumeongeza mashaka kuhusu iwapo kesi hiyo inasimamiwa kwa haki. Tundu Lissu bado yuko rumande gerezani kwa sababu mashtaka ya uhaini yanayokabiliwa nayo hayaruhusu dhamana, kumaanisha kukwama kwa sheria ama kesi hiyo kunasababisha kufungwa kwa muda usiojulikana zaidi, suala ambalo wataalamu wa sheria sasa wanasema linakinzana na misingi ya utoaji haki kwa wakati uliowekwa katika mifumo ya kisheria ya ndani na nje ya nchi. Wanaharakati wa haki za binadamu upande wao wamezidi kuhoji ni kwa nini kesi ambayo upande wa mashtaka unadai iko tayari bado haijasonga mbele na inazidi kuahirishwa na siku zinazidi kusonga. Ukosefu wa maendeleo, wanahoji, unatoa mtazamo wa mfumo ambao umezidiwa, hautaki au umeathiriwa kisiasa. Kutokuwepo na maelezo ya wazi kutoka kwa mahakama kumezidisha mashaka na kuchanganyikiwa kutoka kwa Tundu Lissu na wafuasi wake. Kwa hiyo barua hii iliyowasilishwa na Tundu Antipas Lissu kutoka gerezani leo imekuwa zaidi ya swala la kiutaratibu.
imekuwa chachu ya mazungumzo mapana ya kitaifa kuhusu uhuru wa mahakama Tanzania. Watanzania wengi sasa wanauliza kama ucheleweshaji huo ni matokeo ya uzembe wa kimfumo au ni ujanja wa makusudi uliopangwa kuweka kando upinzani mkali wa Tundu Lissu. Ndani ya Chadema hali ni ya wasiwasi mkubwa hadi leo. Viongozi wanahoji kuwa ukimya wa muda mrefu unaozingira kesi hiyo unadhoofisha imani ya umma kwa taasisi ya kisheria. Wanaeleza kuwa mtu hawezi kuzuiliwa kwa muda usiojulikana huku mahakama ikisalia bila kufanya kazi, na kuonya kuwa ucheleweshaji kama huo unaweza kuhatarisha ukiukaji wa taratibu zinazofaa. Wafuasi wa Tundu Lissu pia wanaangazia historia yake ndefu ya mateso ya kisiasa, ikiwa ni pamoja na jaribio la mauaji la awali lililomlazimisha kwenda uhamishoni kwa muda. Kwao ucheleweshaji huu mahakamani usioelezeka unalingana na muundo wa juhudi zinazoendeshwa na serikali ili kupunguza sauti za wapinzani. Kulingana nao, wanasisitiza kuwa kusikilizwa kwa wakati ni muhimu ili kuhakikisha haki haitendeki tu bali inaonekana ikitendeka. Wakati huo huo, wachambuzi wa masuala ya kisheria wanaona kuwa katiba ya Tanzania na taratibu za uhalifu zote zinatoa ulinzi unaokusudiwa kuwalinda watu dhidi ya kuwekwa kizuizini kwa muda mrefu kabla ya kesi. Kiuhalisia, hata hivyo, ulinzi huo unaonekana kushindwa katika kesi za kisiasa zenye viwango vya juu kama vile hii ya Tundu Lissu. Utengano huu kati ya sheria za mahakama na ukweli unazidi kuwa mgumu. Kwa sasa mwelekeo unabaki kwenye majibu ya mahakama ya Dar es Salaam kuhusu barua hii ya Tundu Lissu iliyotumwa. Je, mahakama itatoa ratiba mpya mara moja au utata utaendelea na Tundu Lissu atazidi kuzuiliwa bila ya kesi yake kusikilizwa? Jibu la swali hili linaweza kuamua awamu inayofuata ya sakata hii ya kisheria ambayo tayari ina utata mkubwa. Madau ni makubwa kwa sababu kesi imekuwa ni ishara ya wasiwasi mpana kuhusu mamlaka ya serikali, haki ya kisheria na uhuru wa kisiasa. Wachambuzi wengi wanasema kwamba uaminifu wa mfumo wa mahakama unaweza kutegemea jinsi suala hili litakavyoweza kushughulikiwa kusonga mbele. Ukimya wa muda mrefu, wanaonya, huenda ukaondoa imani ya umma ya Watanzania. Wananchi kote nchini wanaendelea kusubiri mawasiliano ya wazi kutoka kwa mahakama. Kwao suala si la Tundu Lissu tu, bali ni ahadi ya haki kwa kila Mtanzania. Wanasisitiza kwamba haki inayocheleweshwa ni haki iliyonyimwa, na kadiri ucheleweshwaji unavyoendelea ndivyo wito huo unavyotarajiwa kukua zaidi. Kadiri saa na siku zinavyopita bila sasisho rasmi kutoka mahakamani, uangalizi wa kitaifa unasalia kuwa dhabiti kwenye mahakama. Sasa inabeba jukumu la kuonyesha ikiwa utawala wa sheria unaweza kuhimili shinikizo la kisiasa au ikiwa kesi hii itasalia katika hali ya kutokuwa na uhakika. Hadi tarehe mpya kusikilizwa itakapotangazwa na mahakama, ukimya wenyewe unakuwa sehemu ya hadithi ambayo inaendelea kuibua maswali mengi kuliko majibu. Mtazamaji, ni juze maoni yako kuhusiana na kuahirishwa kwa muda mrefu kwa kesi hii ya Tundu Lissu. Vile chukua sekunde yako moja kubonyeza alama like na ubonyeze neno subscribe na alama ya kengele, kisha gusa kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa zetu zaidi.